بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kutekeleza ibada hii ya salatul fajri kwa jamaa. Neema kubwa, kwa sababu ni wengi sana ambao wanaolala katika salatul fajr, hawaswali salatul fajr, hawataki kuamka katika vitanda vyao. Mimi na wewe, Mwenyezi Mungu kutuwezesha kuamka na kuswali salatul fajr kwa jamaa, ni haki kwa Mwenyezi Mungu ashukuriwe kwanza, halafu ni juu yetu sisi tupeleke shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kuswali salatul fajr ana matunda makubwa na faida nyingi. Mbali na faida za thawabu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaandaa hifadhi ya mtu kwa siku nzima kwa kuswali tu salatul fajr. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man salla salatul fajri fil jamaa fahuwa fi dhimmati llah, yoyote mwenye kutekeleza ibada ya swala ya alfajiri kwa jamaa, basi mtu huyo yuko katika dhimma, katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala siku nzima. Lakini kabla ya salatul fajri pia kuna zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaitoa kwa wale ambao wenye kuwezeshwa wakaamka kwa ajili ya salatul fajri. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, rak'atani, rakaa mbili, kabla salatul fajri, kabla ya swala ya alfajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kulikoni dunia na vilivyomo. Unzur ila dunya, angalia hii dunia, kuna mambo ngapi? Kuna mambo mangapi? Kuna mambo mengi sana, jawahir ambazo ziko, vitu vya gharama, vitu vya bei ambavyo viko katika dunia. Unzur fil bihar, angalia ndani ya bahari kuna nini? Amwalun wa tharwatun, kuna mali, kuna utajiri, kuna mapetroli, kuna kila kitu. Lakini wallahi rakaa mbili za kabla ya swala alfajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kulikoni dunia na vilivyomo. Njoo muangalie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyogawa zawadi. Ukiweza kuswali salatul fajr, ukawa hauna kazi nyingi, ukaweza kukaa msikitini au sehemu uliyoswalia msikitini mpaka jua likachomoza, basi malipo unayoyapata ni sawa na mtu aliyekwenda Makka akafanya hija akafanya na umra. Allahu akbar. Khairun kathir, khairi nyingi ndugu zangu, kwa mtu ambaye mwenye kuwezeshwa kutekeleza ibada hizi. Njoo sasa, ibada hii ya salatul fajri imetekelezwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hesabu yetu iko pale pale, ikiwa ni khairun min ad-dunya wa ma fiha, kama rakaa mbili za kabla ya salatul fajri ni bora kulikoni dunia na vilivyomo, basi inaongezwa, inazidishwa mara 700. Una ngapi? Ikiwa uko katika dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali salatul fajri kwa jamaa, basi wewe hauko katika sayari hii tunayoiona sisi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakukirimu na kukutukuza tofauti na wale waliolala. Na ni kweli Mwenyezi Mungu anasema, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wale ambao wanaojua na wale ambao hawajui wanaweza wakawa sawa? Haiwezekani. Yani hata mantiki ya kutokuwa na elimu, mwenyewe unajua kwamba huyu amesoma na nishinda na mimi sijasoma, si ndio? Vile vile analingana mtu aliyelala kitandani na yule mtu ambaye kaamka alafu akaja msikitini, haviwezi vikalingana. Bali wale waliotoka majumbani usiku wa giza wakaja msikitini, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, wabashir almashaina fi dhulumat ila almasajid bianna lahum nurun tamun yawm alqiyama, wape bishara ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wale ambao wanaokwenda kwa miguu au kwa gari
kutoka majumbani kwao gizani wakaenda msikitini, siku ya kiyama watakuwa na nuru iliyokamilika. Haya, wewe una ngapi ndugu zangu? Mara ngapi unaamka unakwenda msikitini? Ndugu zangu katika imani, jumba hizi zimejengwa ili wewe uchume thawabu. Imamu aliyetuswalisha, kuna mambo alizungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Suratun Nazi'at. Wallahi wabillahi, Muislamu yoyote mwenye kuyafahamu maneno hayo lazima ajiandae na siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fa idha jaati tammatul kubra, kitakapokuja kiyama kikubwa, yauma yatadhakkaru linsanu ma saa. Maneno haya Mtume alikuwa akisoma aya hii analia, maswahaba wanalia, kwa sababu laiti kama tungekuwa tunayoyafanya hatutahesabiwa ingekuwa ni nafuu, lakini wallahi unachokifanya kidogo na kikubwa basi kinahesabiwa, na kuhesabiwa kwake siku ambayo utakapokiona kiyama. Fa idha jaati tammatul kubra, siku ambayo mtaona kiyama kimekuja. Tena Mungu anakisifu, sio kiyama kidogo, kiyama kikubwa. Yauma yatadhakkaru linsanu ma saa, ni siku ambayo kitu cha kwanza mtu atakumbuka yale aliyoyafanya. Ulifanya mabaya, ukafanya mazuri, ukafanya maovu, ukafanya chochote kidogo kikubwa ulichokifanya utakikumbuka. Utakumbuka kwamba kuna siku mimi nilishawahi kufanya uzinifu Bamburi. Utakumbuka kuna siku mimi nilishawahi kumdhulumu mtu fulani. Utakumbuka kuna siku ulikwenda dukani kununua kitu ukapewa chenchi iliyozidi, ukaichukua ukaweka mfukoni ukaondoka. Yauma yatadhakkaru linsanu ma saa, ni siku ambayo kila mtu atakumbuka yale aliyokuwa anayafanya. Kisha Mungu anasema, waburrizatil jahimu liman yara, na moto wa jahannam utaonyeshwa, watu wote watauona ule moto. Kisha Mwenyezi Mungu akataja hali mbili, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa wal iyadhu billah. Asema make vitu vingine jamani, ziwe Qur'ani zasomwa, mtu ajua kwamba kinachosomwa ni nini. Baada ya kuzungumza kwamba watu watakumbuka yale waliokuwa wakiyafanya duniani, maovu mabaya yote watakumbukwa watu watakapoona kiyama, Mungu akaongeza kitu kimoja, akasema hivi, fa amma man tagha, ama yule ambaye aliyechupa mipaka katika batil, akafanya maasiya, akafanya vurugu, tena anasema wa athara alhayata ad-dunya, akaona maisha ya dunia ndio namba 1, alafu maisha ya akhira ni namba 2. Si wa kufanya ibada, sio wa kufunga, sio wa kuswali, sio wa kuhiji, sio wa kufanya wema, si wa yani kila kitu ambacho kinachoitwa duniani, dunia basi kiko hapa. Ukienda nyumbani kwake unakuta ni dunia tupu. Sawa? Hukuti hata ile alama kwamba nyumba hii ni ya Kiislamu. Haisomi Qur'ani, haiswaliwi humo ndani. Wewe ukiwezesha kuja kuswali msikitini siku ya Ijumaa, basi familia yako, mkeo, watoto kabisa ndio hawaswali, wala una muda wa kuwahimiza waswali. Muda wa kwenda skuli, mashaallah mashaallah, mtoto aogeshwa asubuhi safi, alafu akapakwa ile mafuta mazuri, alafu anapuliziwa ile perfume, alafu anapigiwa simu dereva, hebu njoo mchukue mwanangu mpeleke shule. Inaingizwa VX mle ndani mle, mtoto anachukuliwa na vibegi vyake, anakwenda kwenye yes no. Saa zingine shule ambayo anasoma mwanafunzi wala sio shule ya Kiislamu, kama asoma na kwenda, akifika kule anambia kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bora tu kwamba performance ya mtoto wake katika mathematics au biology iko juu sana, hiyo kwa jina la Baba wala halidhuru. Wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Mtu wa hivyo siku ya kiyama ndani ya moto wa jahimu ndio mafikio yake. Mwenyezi Mungu akataja upande wa pili, wale ambao wanaoacha vitanda vyao wakaja msikitini. Wa amma man khafa maqama rabbi, ama yeyote ambaye atakayeogopa kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, siku ya kiyama wasimamishwa mbele ya Mungu, waulizwa dogo na kubwa. Daftari lako ukipewa lina kila kitu tangu na baligh.
Usiseme mimi nitakufa nikishakuwa mzee, kwa hiyo unaponda raha zako, unafanya mambo yako, unafanya kila kitu. La, wa amma man khafa maqama rabbi, yoyote atakayeogopa kusimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, akaulizwa. Hapa kuna takdiri nyingi. Akaulizwa kile alichokuwa kikifanya, akahojiwa, akapewa kitabu chake, kisha asema katika maisha ya dunia, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kutokana na mambo ya kipuuzi. Leo hii kuna watu wamelala kwa sababu walikuwa wanaangalia mechi jana, sawa, mpaka sasa hivi wala usimwamshi, kashangilia mpaka kweli imepasuka hapo. Kutembea kwenye magari ukuta bendera za Brazil za pepea, alafu yule anayoendesha na Abdallah, angalia ile bendera ya pepea ni msalaba mtupu. Tena Brazil inaweka msalaba mitatu, kuna kamoja kandani, kuna moja wa katikati, alafu kuna mwingine wa juu. Na wewe umevaa na unaingia msikitini, si uvae ile rozari la kuninginia. Tatizo liko wapi? Si ndio hayo ama? Wallahi mtu mpaka sasa hivi haijui alfajiri wala hajui sala yote, anajua mechi bwana, kuna leo kuna mechi kubwa, leo kuna nusu finali, leo kuna robo finali, leo sijui kuna nini. Wallahi hamjui Mwenyezi Mungu. Njoo uangalie wale wanaoangalia kwenye TV, wale mashabiki wote wamevaa uchi. Angalia wale mashabiki wote wamevaa uchi, wale wanaocheza wote wamevaa uchi. Taib, kuvaa uchi na kutokuvaa uchi sio tatizo. Wale ambao wamekaa pia, umekaa hapa, msichana yuko hapa akavaa miniskirt, taib, bado umekaa ndani kwako, na wewe kwenye TV unashirikiana naye kule, unashangilia goli kiingia. Tena wengine wanapinga kabisa na mkeo, nikikufunga kesho sileti matumizi, na mimi leo lazima nikufunge. Basi yule mume akifungwa, basi mpaka matumizi yapeleke. Sio mume tu, angalia uadui unaozushwa na mpira, mpaka mtu anajua huyu ni shabiki wa Brazil na huyu ni shabiki wa Ujerumani, sawa? Alafu Brazil akifunga au akifungwa, basi hata salamu alaykum wala haitiki, anatoka mishipa imesimama kabisa, yani kawa mwekundu. Wallahi hadharishwe Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana habari. Mas'ala khatira jamani. Mambo haya tuyaona majumbani, tuyaona mitaani, tuyaona kila sehemu, lakini yana athari kubwa. Wale walioyaweka wana malengo yao jamani. Tusidhani kwamba mpira watolewa mabilioni na mabilioni ya pesa kwamba ni bure. Leo hii ni nchi ngapi ambazo zinahangaika kwa njaa, vita, vurugu? Leo hii tuko mwezi wa Ramadhani, wallahi kuna watu hata daku hawali, futari hawapati. Hiyo FIFA kama ingekuwa na kheri na wanadamu, mbona isipeleke msaada kule na hao mabilioni ya pesa? Tuacheza ngoma, wala anayepiga hatumjui, sawa? Wacheza ngoma mwenyewe waserebuka kabisa, wazunguka, kumbe anayepiga ile ngoma hujui, na wala ana lengo gani, wewe umo tu basi. Jamani, aya hizi Mwenyezi Mungu anasema, wa amma man khafa maqama rabbi, muda wako na upoteza, utaulizwa. Umekaa kwenye TV waangalia, utaulizwa, utajibu nini? Nilikuwa naangalia World Cup, sawa? Wanaha nafsa anil hawa, tena huyo ndio akaikataza nafsi yake na matamanio. Jamani, nafsi inapenda. Wana dada amepita, hujui anaenda wala hujui anarudi, nafsi inapenda. Wallahi nafsi inapenda. Lakini Mwenyezi Mungu kawasifu wale wacha Mungu kwamba wao ndio wanaozikataza nafsi zao. Wanaha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya almawa. Mtu huyu analipwa. Usidhani kuhimili nafsi ukaizuia. Shuleni mwasoma, shule zingine za mchanganyiko, msichana aja bure. Msichana kimwangalia mzuri, anaanza kukutongoza, leo atakuletea zawadi, leo atakuletea kachori, leo ukavumilia tu kwamba Mungu hakulipi. Kuna watu wanafanya biashara, wanaletewa matenda ya riba kibao, mali za haramu kibao, pesa nyingi, lakini anaangalia, mimi leo hii nitakufa. Kwa nini watoto wangu wabaki wanakula haramu? Kwa nini? Na watoto wanakula haramu na mimi niko kaburini na zinakwenda, wakibaki wanakula halali na mimi niko kaburini, thawabu zinakuja. Anaizuia nafsi yake kitu kile na kiachilia mbali kwamba Mungu asimpe. Kwa nini asimpe? Fa innal jannata hiya almawa. Jamani, pepo ndio mafikio ya mtu huyo. Kwa hiyo mambo yako haina mbili, ujiachie na ujifunge. Ukijiachia waingia motoni, na ukijifunga Mwenyezi Mungu atakulipa pepo.
Leo hii tumeacha usingizi. Kwani hatutaki kulala sisi? Hatuna usingizi? Hamna eti mzee wewe upendi kamwili kawe kazuri, ulale kabisa alhamdulillah, upendi? Lakini umeacha kule ukaiziba nafsi, lazima uende msikitini. Jamani, ni jihadi kubwa. Angalia Mtume anasema mtu anapolala shetani anafunga mifundo mitatu. Anakuja kwenye kichwa anafunga, anakuja katikati anafunga, anakuja miguuni anafunga. Kisha unapiga usingizi unaruka. Sawa jamani? Unalala, unapofika wakati ukawezeshwa kumsabih Mwenyezi Mungu au kumtaja Mwenyezi Mungu, la kwanza anaondoka. Mtu huyu mbona ataswali huyu? Sasa zingine unaamka kabisa, unaangalia muda, time za kusali zimefika, lakini ngoja kidogo, hebu subiri kidogo. Wallahi ukimtii shetani unaamka saa 4. Kuja kuamka hivi saa 4. Kwa hiyo ni jihadi ya nafsi, kuiziba nafsi, kuikaza nafsi. Nikimalizia tutaje zile mbili zetu tulizoacha jana. Jamani, tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa ibada, mwezi wa kheri. Jana tulizungumza mambo 4 yanayoletwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukasema mambo mawili ni juhudi ya mtu kufunga na kusimama tarawih. Yoyote mwenye kufunga anasamehewa madhambi yaliyopita. Yoyote mwenye kusimama kisimamo cha usiku akaswali salatu tarawih anasamehewa madhambi yaliyopita. Kuna mambo mawili mengine wewe unapata ni free kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, mwajua sisi tunafanya madhambi mengi, si ndio? Mtu mweza kukaa na jamaa yako muongea, mumzungumzia mtu mwingine, mkawa mnafanya ghiba, ni dhambi kubwa, ni katika kabair. Ukatembea zikapita hizo neema za Mungu, ukaangalia ukapata dhambi. Sawa? Yani madhambi yote ambayo sisi tunafanya, kuna wengine tayari washaandikiwa kwamba wao ni watu wa motoni na wanatembea wako hai. Sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja Mwenyezi Mungu kila siku ana watu anawatoa katika moto wa Jahannam na kuwaacha huru wafanye mazuri ambayo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ofa hiyo haina matendo wala haina chochote, kwamba wajashtukia kwamba wewe umetolewa motoni. Mwenyezi Mungu amekusamehe. Mtume alayhi salatu wasallam anasema walillahi, na ana Mwenyezi Mungu, utaqa'u minan nar, watu ambao anaoacha huru, kuwatoa katika moto na kuwaacha huru wafanye mambo mazuri ili waingie peponi. Fi Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani, kullu laila, kila usiku Mwenyezi Mungu anatoa kundi la watu motoni, anawaacha huru. Neema na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fadhila hizi hazipatikani katika miezi mingine mbali na kufunga. Jamani, ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kauleta mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa huruma na kuturehemu sisi. Leo hii Mwenyezi Mungu kawafunga mashaitani minyororo wasiweze kukushawishi wewe kufanya maasi. Hiyo pia ni moja katika zawadi ambazo zilizoletwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahi mashaitani wamefungwa. Haya tunayoona mitaani, maana unasema ustadhi, mbona amesema hivyo? Na wakati tunaona madisko, mabalaa yapita, mitihani, sijui maasi yako nje. Jamani, hizi sio za shaitani. Hizi ni zile athar ambazo alizoziacha shaitani kabla hajafungwa. Kuna watu wengine wamepigwa mihuri katika nyoyo zao, hawezi kuongoka tena hata Ramadhani je mara 10,000. Ni athari zile za shaitani ambazo kazipandikiza, ndio waona mtu mwenyewe nafsi yake akaingia katika maasi, lakini sio katika vishawishi vya shaitani. Ni athari zilizobakizwa na shaitani ndani ya nafsi yake. Sasa ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema walisaimi farhatani yafrahu biha, mfungaji ana furaha hizi mbili. Sawa? Wajua siku zote unapokuwa na furaha inatakiwa ufurahike. Unapokuwa na furaha fukanuna, watu wanaona una msiba. Ukiwa na furaha lazima ufurahike, uonyeshe furaha ile unayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, mfungaji ana furaha mbili. Furaha ya kwanza, idha aftara, anapofungua, fariha bifitrihi, anafurahia iftari yake. Wewe ukila muhogo wakati ule wa kufungua wafurahi na kachori, kababu, viazi vya karai, viazi vya kumimina, mkate wa sinia, ufurahi. Uona watoto nyumbani kama mchana mzima walikuwa kimya, basi huyu aanza kushika hiki, huyu angushe kikombe, huyu angushe nini, mara ende huku mara wapi, vurugu mle ndani.
Kwa nyinyi mnaokaa boarding, si ndio? Maonaje wakati wa kufuturu kila mmoja na kikombe, si ndio? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anapofungua mfungaji anafurahia futari yake. Sawa? Asema furaha ya pili ni zawadi kwa ummati Muhammad, kwa yoyote atakayefunga. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Siku ya kiyama, siku ngumu, siku ambayo mja atasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Na siku ya kiyama sasa waenda kupewa mambo yako, matendo yako, amali zako, basi yule mfungaji atakuwa na furaha ya kipekee. Allahu akbar. Wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Atakapokutana na Mwenyezi Mungu atafurahia saumu yake. Hakuna atakayekutana na Mwenyezi Mungu akawa na furaha isipokuwa mfungaji. Wallahi, mpaka na manabii wataogopa. Manabii wataogopa. Hamjui ile hadithi ya watu jasho zitawafunika mpaka kwenye magoti, jasho zitawafunika mpaka kiunoni, jasho zitawafunika mpaka shingoni. Wa minhum man yaljimuhu al'alqu iljaman. Na kuna watu watafunikwa kabisa na jasho. Watakwenda kwa mitume kwenda kuambia tuombeeni sasa, hali ngumu. Kila mmoja akimbia, sio mimi. Sio mimi, akimbia. Lakini wallahi mfungaji siku hiyo ya shida, siku ngumu, Mungu anasema dhalika yaumun asir. Hiyo ni siku ngumu. Basi mfungaji waenda wewe wafurahi kuonana na Mwenyezi Mungu kwa saumu yako. Sasa mimi niseme kwamba tusiziharibu saumu zetu. Na mwezi huu Ramadhani tusione ni miezi kama miezi mingine. Watu wema walikuwa wanaomba wafikishwe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi 6, wafanya dua kila siku, Mungu nifikishe, Mungu anifikishe. Leo hii Mungu kwa kupendelea, leo hospitalini wanakufa ngapi kwa siku? Umeenda kumuuliza mganga mkuu pale Coast General, umeenda kumuuliza, nenda umuulize, hivi leo umesaini maiti ngapi zitoke? Atakwambia. Akikwambia unaweza ukakimbia. Basi wala usimuulize, kaa pale getini. Usikie ving'ora vinavyotoka na maiti, wanaulia ni wengine, wanafanya ni wengine. Mungu wewe kakupa bure ufikie mwezi wa Ramadhani. Kisha utauona kawaida, jamani, 10 la kwanza ndio limeshakuisha, ama bado limeenda bwana. Wallahi ayamu maadudati, siku ndogo sana zimeondoka hizo zikiondoka hazirudi, na zikirudi sio hizi, ni zingine. Kwa hiyo tuutumie mwezi mtukufu wa Ramadhani vizuri. Tuhisi kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio kwa tende tu na mahanjumati na urojo, urojo yani vile vitu vitamu vile, halwa zile. Sio hizo tu. Basi na pia usitendee haki, kwa sababu Mungu ndio ashakuruzuku. Usimame uswali. Njoo swali tarawih wallahi watu waswali sana nusu swafu tu. Na nyumba zote hapa ni Waislamu, huku pia ni Waislamu. Wako wapi sasa? Ukimkuta nyumbani wallahi hana chochote, kavaa kikoi na tumbo liko wazi, kaka kwenye kiti. Wallahi kabisa kaka hivyo tu. Njoo msikitini, bwana wajua bwana, hivyo tu. Wallahi tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Neema hii ni neema kubwa ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu akikufikisha, basi wewe hujui mwakani kama utafika tena. Hapa katikati kuna watu unawajua mwenyewe kwa jicho lako, unawajua wameondoka, wamekufa, lakini wewe na mimi tumefikishwa. Jamani, tujitahidi inshallah. Kwa haya machache nimeongea mengi, naombeni radhi. Wanafunzi wengine wanaenda kazini, naombeni radhi, tena radhi. Lakini mimi nasema pia mcheza kwao utunzwa. Mtanipiga? Hamtanipiga. Mimi naomba nisameheke kwa kuwachukulia muda mwingi, lakini pia naomba haya tuliyozungumza basi yakae ndani ya nafsi zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala azipokee saumu zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala azipokee swala zetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe imani iliyothibiti katika nafsi zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala azinyoshe na azitengeneze nafsi zetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adhab ad-dayn wa adhab al-faqr warzuqna nadhara ila wajhika al-karim. Rabbana innana nas'aluka ilman nafi'a في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. إن شاء الله. شكرا إنسان أستاذ.